kwenye masuala ya wanaodaiwa kutekwa na ambao taarifa zao hazijapatikana. Taarifa njema kwa Humphrey Polepole na wengine wengi waliotekwa nyara mwaka uliopita kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, baada ya sasa Samia Suluhu Hassan kuweza kuzungumza rasmi kuhusu matukio hayo ya utekaji nyara kwa mara ya kwanza, na sasa Samia Suluhu ameahidi kuchukua hatua au uamuzi huu dhidi ya wale wote waliotoweka katika hali za kutatanisha mwaka uliopita kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Je, Samia Suluhu amezungumza nini ama ni hatua gani hii ameichukua? Kama kawaida yetu, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu niambie unanisikiliza na kunitazama ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humu katika taifa letu tukufu la Tanzania niambie unanipata na kunisikiliza vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, ripoti ambazo zinanifikia katika kituo chetu cha habari, Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza kuunda chombo maalum cha uchunguzi chenye jukumu la kuchunguza matukio ya watu wanaodaiwa kutekwa nyara na kufanya vurugu nchini Tanzania. Hii ni ikiwemo matukio kama yale ya Humphrey Polepole na viongozi wengine wa upinzani pamoja na wanaharakati na Watanzania wa kawaida ambao waliweza kutoweka katika hali za kutatanisha mwaka uliopita. Chombo hicho ambacho kimeundwa na Samia Suluhu sasa kuwatafuta wote waliotekwa nyara kina jukumu kubwa, na tangazo hilo limefika wakati maswali kuhusu kutoweka, kutekwa nyara na ghasia za kisiasa yamekuwa yakijenga shinikizo kwa serikali kutoka pande nyingi. Lengo lake kuu la tume hiyo iliyotengenezwa na Samia Suluhu kuwatafuta na kuchunguza waliotekwa nyara litakuwa katika kesi ambapo watu binafsi wanadaiwa kutekwa nyara au kutoweka katika hali za kutatanisha. Kwa kila kesi, shirika linahitajika kufanya ufuatiliaji wa kina, kukusanya taarifa muhimu, kuchambua na kuchapisha matokeo kwa uwazi. Lengo lililotajwa ni kwamba hakuna kesi ambayo haitatatuliwa na kwamba haki itatendeka bila upendeleo au kuegemea upande wote. Zaidi ya kutoweka au kutekwa nyara, chombo hicho pia kitafanya kazi kubaini watu walioratibu, kuhusika au kupanga na kufadhili ghasia zilizozuka kabla na baada ya Oktoba tarehe 29, na wale wote waliohusika na utekaji nyara pia watafikishwa mbele ya sheria. Tarehe hiyo sasa imewekwa kama siku muhimu, inaweka uchunguzi sawa ndani ya tukio lililobainishwa, si kama jukumu la jumla. Wachunguzi watakuwa wakiangalia sio tu wale waliofanya vitendo vya unyanyasaji, lakini kwa wale waliopanga na kufadhili utekaji nyara au matukio mengine mabaya. Nia, kama ilivyoelezwa na Samia, ni kuzuia kurudiwa kwa matukio kama hayo katika siku zijazo. Kwa upande wa mbinu, shirika litategemea ushahidi wa moja kwa moja, picha, rekodi na ushuhuda wa mashahidi ambao walishuhudia matukio hayo ya utekaji. Kila kipande cha ushahidi kitatathminiwa kwa uhalali wake kabla ya kutumika kuongoza hatua za kisheria na kujulikana ni nani waliohusika na waliotekwa wamepelekwa wapi. Chombo hicho pia kinatarajiwa kufanya kazi pamoja na mashirika mengine ya usalama na mashirika ya haki za binadamu ili kuhakikisha maelezo ya kina ya matukio hayo yataweza kufikishwa mbele ya sheria. Moja ya vipengele muhimu zaidi vya mamlaka ni maagizo yake ya kushughulikia ripoti kuhusu miili ambayo bado haijapatikana, pia pamoja na watu waliopotea au kujeruhiwa nje ya maeneo yaliyoathiriwa moja kwa moja na vurugu. Hii inapanua uchunguzi zaidi ya kile ambacho kingeweza kushughulikiwa na ripoti ya kawaida ya matukio na kupendekeza kuwa upeo wa kile ambacho serikali inakiri ni mpana zaidi kuliko ilivyoelezwa hapo awali hadharani. Suala la utekaji nyara na kutoweka nchini Tanzania limekuwa likiulizwa mara kwa mara na wanasiasa na wapinzani na wanaharakati na watetezi wa haki za binadamu, na hivi karibuni katika majukwaa ya kimataifa ikiwa ni pamoja na mbele ya wajumbe wa Jumuiya ya Madola. Ukweli kwamba serikali sasa inaunda muundo rasmi wa kuchunguza kesi hizi ni kukiri kwa kiwango fulani kwamba wasiwasi ni wa kweli na unahitaji uangalizi wa kitaasisi. Kile ambacho chombo hiki hufanya na mamlaka hayo ni swali litakaloamua ikiwa tangazo hili litakumbukwa kama sehemu ya mabadiliko mapana au kama ishara tu. Vyombo vya uchunguzi vya aina hii hubeba uzito tu wakati matokeo yao yanajitegemea, wakati wanapewa rasilimali na ufikiaji wanaohitaji, na wakati ripoti zao zinasababisha uwajibikaji halisi, sio kumbukumbu tu na maneno yatakayofifia. Ndani ya miezi mingi iliyopita, Watanzania wamekuwa wakiuliza hatima ya watu ambao wamepotea, ikiwemo watu maarufu kama Humphrey
Humphrey Polepole hatima yao ni gani, na je, walioweza kuhusika kwa utekaji nyara huo wamepatikana au uchunguzi umefikia wapi? Sasa huenda wakapata jibu hivi karibuni baada ya Samia Suluhu mwenyewe sasa kuweza kuzungumzia suala hili na kuweza kuchukua hatua ya kuweza kuunga shirika ambalo litaanzisha uchunguzi kuhakikisha wanaohusika wanakamatwa na waliotekwa nyara wanajulikana ukweli kuwahusu. Pia kuna swali la nani anakaa kwenye chombo hiki cha uchunguzi, kinaundwaje na kinaripoti kwa nani? Hakuna maelezo yoyote hayo ambayo yamewekwa hadharani au wazi bado. Uhuru wa muundo wote wa uchunguzi ni halisi tu jinsi utunzi wake unavyoruhusu. Chombo kinachoripoti moja kwa moja kwa mtendaji, kilicho na watu binafsi wenye uhusiano wa karibu na serikali, kitakabiliwa na changamoto za upinzani na changamoto za uaminifu bila kujali ubora wa mamlaka yake. Hii inaonyesha na dalili tayari ambayo tumeona wapinzani sasa wanapinga matokeo ya tume ya uchunguzi iliyochunguza machafuko na mauaji yaliyotokea katika maandamano au katika machafuko ya uchaguzi uliopita. Hilo si shtaka, ni kiwango kinachotumika kwa vyombo vya uchunguzi katika mfumo wote wa kisiasa. Kwa familia za wale wanaodaiwa kutekwa nyara, kwa watu ambao wamekuwa wakisubiri majibu wakati mwingine kwa muda mrefu, tangazo hili litapokelewa kwa mchanganyiko wa matumaini na furaha, ya tahadhari pia na mashaka yaliyolindwa. Hata hivyo, wamesikia ahadi hapo awali, ambapo hii si jambo geni kwao, ahadi hii nyingine kutolewa, na sasa wanachosubiri si ahadi nyingine tena. Wanasubiri kesi yao mahususi iweze kutajwa, ifuatiliwe na kusuluhishwa. Serikali kupitia hatua kama hii, serikali ya Samia Suluhu inaashiria kwamba inachukua masuala haya kwa uzito wa kutosha kuunda muundo wa kujitolea. Ikiwa muundo huo utatoa uzito wa kile ambacho umekabidhiwa, ni jambo ambalo hakuna tangazo linaloweza kuhakikisha. Inaonyesha tu kupitia kazi yenyewe. Kwa sasa mwili upo ama shirika lipo, limeundwa kwenye karatasi. Uaminifu wake utajengwa au kupotea kwenye uwanja? Hilo ni swali ambalo Watanzania bado wanasubiri kuona siku za mbeleni. Mtazamaji, tukumbuke ni siku ya jana tu ambapo jaji mstaafu Chande aliweza kukabidhi matukio ya uchunguzi wa machafuko na mauaji ya baada ya uchaguzi baada ya Oktoba na maandamano yaliyotokea kwa Rais Samia Suluhu Hassan, na Rais Samia Suluhu Hassan alipokea matokeo ya uchunguzi huo, na ndipo aliahidi tena kuanzisha shirika ama tume nyingine ya kuchunguza utekaji nyara ama watu ambao wameweza kutoweka katika hali za kutatanisha kabla ya uchaguzi wa Oktoba na baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Hii ni pamoja na watu kama vile Humphrey Polepole ambao taarifa na swala lake la utekaji lilishtua wengi na hadi sasa halijafifia au kusahaulika, bado limebaki midomoni mwa Watanzania. Wakati Humphrey Polepole akitekwa nyara hadi matoni ya damu yaliweza kuonekana nyumbani kwake, sehemu ambapo anadaiwa ya kwamba alibebwa. Hivyo hili lilizua hofu na tetesi na uvumi mwingi ulienea, lakini hivi karibuni huenda ukweli ukafichuka baada ya uchunguzi kufanyika. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika ripoti hii ama taarifa hizi. Kama kawaida yetu, nijuze maoni yako upande wa comment ama mtazamo wako, unalipi la kusema kuhusiana na uamuzi na hatua hii ya Samia Suluhu dhidi ya wale wote waliotekwa nyara au kutoweka katika hali za kutatanisha tangia mwaka uliopita hadi mwaka huu. Na kuacha uwanja huu wa maoni, nijuze mtazamo wako. Vile kumbuka kulike video hii na usubscribe, alafu bonyeza au gusa kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.